Ibrahim hakufanya hivyo. Ibrahim hakubadilisha akili yake. Hakubadilisha mtazamo wake. Mungu anamtoa tena Ibrahim. Anamwambia Ibrahim, njoo. Unaona haya mavumbi ya nchi? Unaona haya mavumbi ya nchi? Sawa sawa na unavyoona ili vumbi la nchi, ndivyo uzao wako utavokuwa. Bado Ibrahim hiki kitu akimuingia akilini, bado hapati taswira. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, ili Mungu afanye jambo, linatakiwa kwanza lijijenge kwenye imagination yako. Ndio liweze kutimia. Yaani unatakiwa kwanza uweze kuliona akilini mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anakuja tena kumtoa Ibrahim nje. Anamwambia Ibrahim, tazama angani. Hebu anza kuhesabu hizi nyota kama unaweza. Ibrahim naye kweli anazihesabu. Mungu, hizi nyota siwezi kuzihesabu. Anamwambia sasa, kama hizi nyota zilivyo, ndivyo na uzao wako utakavyokuwa. Ibrahim akajenga hiyo taswira. Akaweza kuimagine hivyo. Akaweza kufikiria hivyo akilini. Biblia inasema basi ikawa haki juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mara zote, mara ya kwanza na mara ya pili, Mungu alikuwa anatafuta kitu hiko kwa Ibrahim, aweze kubadilisha akili yake, aweze kutazama huu ukweli ambao ninamwambia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Ibrahim alikuwa bado hajaweza kujenga hiyo taswira akilini. Alivyojenga hii taswira akilini mwake, basi ikawa ni haki kwake kumpokea Isaka. Ikawa ni haki kwake kuwa na uzao. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto yako ni kwamba bado haujakubali kutembea na neno la Mungu ili kuanza kujenga taswira fulani akilini kwako. Biblia inasema wewe ni mfalme, wewe ni kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa uanze kukaa, umesoma hilo neno, unaanza kulitafakari. Mimi ni mfalme. Hivi kweli kuna mfalme yoyote ambaye hatawali sehemu? Hapana. Mfalme lazima anatawala. Kuna mfalme yote ambaye ana watu chini yake? Kuna mfalme yote ambaye ana mapato? Ufalme ni lazima uwe na mapato. Ni lazima uwe na sehemu ya kutawala. Yaani kama machoni pa Mungu ananiona mimi kama mfalme, na anasema kuwa mimi I am reigning on earth. Bwana Yesu asifiwe. Na ametuambia kuwa tu occupy until he comes. Kwa hiyo ametuambia kuwa sisi tutawale dunia na tuendelee kutawala mpaka yeye aje. Bwana Yesu asifiwe. Na ametuita sisi wafalme. Ni lazima ukubali hili neno la Mungu, libadilishe kwanza akili yako, ndio utakuwa mfalme. La sivyo kila siku tutakuita, nitakwambia wewe ni mfalme, wewe ni kuhani. Ila kama ili neno halijabadilisha, yani haujalitafakari vya kutosha, mpaka likaingia na kubadilisha fikra zako, hauwezi ukawa mfalme. Hautauona huo ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima tubadilishe fikra zetu. Kwenye mstari wa 4 Biblia kuna kitu inasema. Biblia inasema, wakasema haya, tujenge mji na mnara, kilele chake kifike mbinguni, na tujifanyie jina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inamaanisha as far, Biblia inasema kwa umbali ambao macho yako yataona utapewa. As far as your eyes can see, I have given it unto you. Lakini ni kwa ule umbali ambao wao utaona. Hao watu waliona kuwa huu mji wetu tunataka ufike mbinguni. Unajua kuna mtu anatoka, anasema tu leo natakiwa nikatafute 20,000 au nikatafute 15,000. Kwa hiyo macho yake hayaoni kuwa naweza nikaenda leo kutafuta milioni. Macho yake hayaoni bado, yani tunavyosema macho tunamaanisha fikra zake, fahamu zake. Bwana Yesu asifiwe. Yani bado hajatazama kuwa leo ninaweza nikaenda nikatafuta bilioni. Kuna mtu anatoka leo, labda ana kiwanda, anasema leo ninaenda kutafuta mauzo ya bilioni 2. Na kuna mtu anatoka, anasema leo ninaenda kutafuta shilingi 5,000. Kwa hiyo kwa umbali, kwa kadiri macho yako yatavyoona, ndivyo utakavyopewa. Kwa kadiri fikra zako zitakavyobadilika na kuamini iko kitu ni haki kwako, ndivyo utakavyokipokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hawa watu waliweka standard ya juu kabisa. Wakasema sasa sisi tunawaza mbinguni. Yani tunawaza, yani kama ni kazi, iwe ni kazi ambayo inatawala duniani kote. Kama ni jina, tunataka jina kuu duniani kote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kitu cha kushangaza,
kitu cha ajabu, kitu cha ajabu kabisa. Angalia hapa, nitakuonyesha hofu ilivyo mbaya. Wanasema ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi. Kwa hiyo hawa watu, ni kurudishe nyuma, walikuwa kuna kitu wanakiogopa. Walikuwa wanaogopa kutawanyika usoni pa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walikuwa wanaogopa hiki kitu, ndio kitu ambacho kiliwatokea. Waligawanyishwa usoni pa nchi. Usiogope. Yaani ukiogopa, hiyo hofu yako ndio inakuwa dhahiri. Wewe unachotakiwa kufanya ni kutumia neno la Mungu kujenga ukweli ambao neno la Mungu la kuambia kwenye fikra zako. Kwa maana ukiogopa tu, Ayubu anasema kila jambo nilichalo ndilo linalonijia au ndilo linalonipata. Kila jambo nilichalo inamaanisha linalonitia wasiwasi, ninaloliogopa ndilo linanikuta. Kwa hiyo kumbe Ayubu asingekuwa anaogopa kuwa watoto wake watakufa, hela zake zitapotea, visingemtokea. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu anakuja kutupa sababu, anakuambia vile vitu vyote ambavyo nilikuwa naogopa ndio vikanikuta. Hawa watu kuna kitu wanaogopa, ndio kinachowakuta. Kwa hiyo ni jambo gani hapa tunajifunza leo na kuongezea kitu kimoja? Kitu ambacho unakiogopa ndicho kitachotimia kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni bora usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu jambo ukiwa unaliogopa inamaanisha unalijenga. Yaani sasa hivi nikianza kuogopa, nitakuwa kweli na ada mtoto wangu, nitakuwa na ada mtoto wangu. Kwa sababu iko kitu nakifikiria kinakaa akilini mwangu, basi kinaenda kuwa ukweli. Lakini nisipoogopa, hakiji kuwa ukweli. Tutakuwa na somo la kuwa mizigo yetu yote tunatakiwa tumkabidhi Yesu. Sisi tusibaki nayo. Yaani kuna Yesu anatupia mizigo yenu nipeni mimi. Nyie msibaki nayo. Kwa maana kuna changamoto kama mtabaki nayo. Anajiweza yeye kuimudu. Yesu anaweza kuimudu. Lakini anajua sisi hatuwezi. Na hata adui wakati anataka kuwatesa wana wa Israeli, alitoa kauli moja. Basi tuwatese kwa mizigo yao wenyewe. So kwa mzigo ambao shetani anaenda kumpa huyu mwana wa Israeli. Hapana. Tuwatese kwa mizigo yao wenyewe. Kwa hiyo mizigo yenu unafuaza, sintapata ada nitatoa, ada sintapata. Yaani ilikianza kukutia hofu. Unaona namna gani mtoto wako unampeleka shuleni anarudishwa. Unaona ni namna gani utavoaibika. Unaona namna gani sasa majirani watakavyokusema. Haitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Haitatokea. Yaani itatokea hivyo kwa sababu ndio kitu ambacho unakifikiri. Yaani unakijenga. Tafakari zako zimejenga hivyo. Wakati nafundisha hivi nikamkumbuka Penina na Hana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukisoma kwenye ile habari, ili Hana aweze kupokea muujiza wake, ili Hana aweze kupata muujiza wake, unaona Biblia inasema kitu kimoja cha ajabu sana. Kuwa Hana baada tu ya kuambiwa na kuhani kuwa ukapokee sawa sawa na ulivyoomba, Biblia inasema ule mwanamke aliondoka, akala chakula, nyuso yake ikabadilika, akawa na furaha, wala hakulia tena. Tena. Nikuulize swali. Wewe unahisi Penina kule nyumbani Hana alivyorudi nyumbani na Hana mtoto, Penina alikuwa anamwambia nini? Yaani Penina ndo atakuwa amepewa story, anasema yani huyu ameenda kanisani anaomba kama mlevi. Kwa hiyo ni kule ndo anambia yani wewe huyu mtoto umpati na kuomba kwako kama mlevi na kufanya hivi. Na unajua mtoto ili uweze kumpata lazima ukae na mimba miezi 9. Kwa hiyo kuna muda ambao Hana alikuwa bado haonekani kama ana mtoto, lakini hakutaka tena kusikiliza mawazo ya Penina. Kumbuka adui, Penina anasimama kama adui. Adui atatakaga kukuambia hivyo vitu negative. Hauna ada, utaaibika wewe, yani tutakucheka. Utooa wewe. Kwa hiyo Biblia inasema ili upokee muujiza wako kama Hana alivyopokea. Bwana Yesu asifiwe. Ilibidi atazame tu kile kitu positive. Yaani ilibidi atazame kwa kuhani kashasema. Neno la Mungu limeshasema. Neno la Mungu limeshaachia juu yangu kuwa ninapokea haja ya moyo wangu. Kwa hiyo sasa hivi sintajitesa tena kwa njaa. Sasa hivi sintalia tena. Nyuso yangu itakuwa ni ya tabasamu.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima hata na wewe mtu ambaye unatusikiliza ujue ni namna gani unatakiwa ubadilishe fikra zako ili uweze kupokea huo muujiza wako. Hana angetoka pale baada ya kuambiwa na kuhani hivyo, angetoka pale aendelee kulia, sina mtoto bado, akutane na Penina amseme tena mwambie unaomba kama mlevi ndio upokee kabisa, kwanza unaanza kuchanganyikiwa wewe. Angeendelea kutafakari vile na aendelee kusononeka. Hata kama angekuwa anaendelea kufunga asingepata muujiza wake. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunajifunza namna gani ya kubadilisha akili yako, kubadilisha mtazamo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukabadilisha akili yako au mtazamo wako kwa kusoma neno la Mungu. Kuna ukweli unatakiwa ujue. Usipoujua huo ukweli hauwezi ukabadilika. Ni lazima ujue huu ukweli, kwa kila sehemu ambayo nyayo za miguu yangu zimepakanyaga nitapamiliki. Na uendelee kutafakari hilo neno mpaka liwe hai kwenye maisha yako. Ukiujua huu ukweli, yani ukiweza kweli kuujua. Kuna ukweli mwingi sana kwenye Biblia. Jana nilikuwa ninaongea na madam zake, namwambia kuwa nitakuja kufundisha somo la uzima wa milele. Ni somo ambalo ni kubwa sana. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Yohana. Kama Yesu alivyo, ndivyo na sisi tulivyo humu ulimwenguni. Kama Yesu alivyo sasa. Yohana alikuwa anaandika baada ya Yesu kupaa mbinguni, yuko mbinguni. Anasema kama Yesu alivyo sasa hivi. Yesu yuko katika mwili wake ambao huharibiki. Yesu yuko katika hali fulani. Ndivyo na sisi tulivyo, na so tu tulivyo humu ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu laendelea kusema hawajui wala hawafahamu, wanatembea gizani. Nimesema nyinyi ni miungu. Yani nyinyi ni kama Mungu. Kwenye Biblia ya Kiyahudi inasema kabisa you are Elohim. Yani watoto wa Mungu, Elohim. Sisi ni kama Mungu. Tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiweza kweli kubadilisha mtazamo wako na kufikia wewe kuelewa kabisa kuwa mimi ni kama Mungu. Yani na Mungu asite anasema kabisa sisi ni kama miungu. Bwana Yesu asifiwe. Yani anatuita sisi ni kama Mungu. Ukiweza kabisa kubadilisha akili yako na kujua we ni kama Mungu, basi matatizo yako yote yataisha. Hautaumwa. Ndio maana Paulo anasema hawa watu wa sasa hivi ni wahitaje? Kwa sababu wamemkubali Kristo, wamekuwa viumbe vipya. Siwezi hata kuwapa jina, kwa maana hawa ni viumbe ambao hawawezi kuumwa, hawawezi kushindwa, hawawezi kufa, yani haiwezekaniki. Wamekuwa viumbe vipya ambavyo majina yao watapewa tu na Mungu pekee. Ndio anaweza kuwapa majina. Mimi naweza tu nikasema wamekuwa viumbe vipya. Bwana Yesu asifiwe. Ila sasa ni lazima tusome neno mpaka tuweze kubadilisha fikra zetu na huu ukweli ukae ndani yetu. Naomba tusome kitabu cha pili cha Pita. Kitabu cha pili cha Pita, mlango wa kwanza mstari wa 3. Petro wa pili sura ya kwanza, ndio mstari wa 3. Mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Naomba turudie tena. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitakurahisishia. Kwa kuwa uweza wake wa uungu, au kwa kuwa Roho Mtakatifu ametukirimia, unaweza ukasema ametupa. Amen. Vitu vyote. Amen. Vitu vyote vinavyopasa uzima. Kwa Kiingereza anasema vinavyopasa maisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tumepewa na Roho Mtakatifu vitu vyote vinavyopasa maisha na utauwa, ila ni kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Kwa Kiingereza inasema through the knowledge. Through the knowledge. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mimi na wewe tuna kila kitu tunachokihitaji katika maisha yetu, ila
ni kwa kupitia maarifa au knowledge. Tunatakiwa tumjue yeye. Tunamjuaje yeye? Tunamjua yeye kwa sababu yeye ni neno. Tunatakiwa tusome neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ili tuweze kubadilika na ili kweli tuweze kubadilisha maisha yetu, ili tuweze kufanikiwa kwenye kazi zetu, kwenye biashara zetu, ni lazima tuanze kwa kubadilisha akili zetu. Tukibadilisha akili zetu, tutakuwa na kila kitu. Kama hili neno linavyosema. Hili neno ni ukweli. Lakini huu ukweli tunaupata kwa kuwa na maarifa. Kwa hiyo ni lazima akili zetu ziwe na maarifa. Tujue ukweli wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mtu ana swali, anaweza akauliza swali lake moja kabla hatujaendelea. Na hata msikilizaji pia unaweza kutuwekea swali lako kupitia nambari zetu za ujumbe mfupi za 0672 510 110 0672 510 110. Ndiyo. Kwa hiyo unajua kuna siri nataka kuambia. Kuna watu wanashindaga jackpot bingo. Jackpot bingo. Mtu ameshinda hata bilioni. Nimewasikiliza mkitoa matangazo ya mpira. Mtu amebeta amepata bilioni. Cha kushangaza ni kwamba watu wanakujaga kukuta baada ya miaka miwili wamefilisika. Wamefilisika. Kwa nini huaga wanafilisika? Ni kwa sababu moja. Kwa sababu Biblia inasema awazavyo mtu akilini mwake ndivyo alivyo. Huyu mtu alikuwa amezoea kipato cha laki mbili. Akili yake inaanza laki mbili. Ghafla amepata bilioni. Wakati anashangilia anasema yes, nimepata hela, nimekuwa tajiri. Akili yake, subconscious mind, inasema ili ni kosa. Huyu mtu hatakiwi kuwa na hii hela. Ili ni kosa. Kiwango chake ni 100,000. Kwa hiyo shetani ana cash in. Anakuja anahakikisha kuwa anatembea na hili neno la Mungu, kuhakikisha kuwa anamrudisha huyu mtu kutoka kule alipokuwepo kwenye bilioni kumrudisha kwenye uhalisia wake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unakuta kuna mtu sasa anafanikiwa na kushuka, anapanda na kushuka. Kwa nini? Ni kwa sababu akili yake ilikuwa haijabadilika kufikia ile level. Na akili yako ikibadilika, vitu vyote vinabadilika. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba kila kitu kinasubiri ukue ili na venyewe pia vikue. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu kwa sababu amekuwa, kuna hali haiwezi akaipitia. Labda nikupe mfano. Mwakasege angekuja hapa studio, akae na sisi hapa. Alafu ghafla aseme, unajua ninasikia njaa, sijanywa chai. Ninaamini kabla hata hatujaendelea na vitu vingine, mtumishi angeenda kuletewa chai. Hata na mimi hapa hivi kwanza ningesema ngoja nikamchukulie chai, nimletee anywe ashibe anibariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hali yake ameshabadilika kifikra. Kuna namna ambayo ameshabadilika, hali yake hairuhusu tena yeye kuwa na njaa. Na hata akiwa na njaa, mtu yoyote atatoka tu hapa hivi aende kumnunulia chai kwa fedha yake mwenyewe, pasipo hata kumwambia, hata kwa fedha yake mwenyewe, na amletee chai. Naone kuwa ni heshima kumpa anywe na malize. Yani ataona kuwa yani ni heshima. Yani hii nafasi sijui ningeipata lini tena. Kumhudumia mtumishi wa Mungu chai. Yani leo asante Mungu. Tena na utamshukuru Mungu. Mtu hajui tena kama anatoa gharama mfukoni mwake. Anasema Mungu nakushukuru kwa nafasi ambayo nimepata kumhudumia huyu mtumishi. Kwa sababu kiwango chake cha ukuaji, fikra zake, fahamu zake, kuna namna ambayo ameshabadilika, na hiyo hali hairuhusiwi tena kwenye maisha yake. Hali ya kuwa akae na njaa hairuhusiwi tena. Yes, hiyo hali ya kukosa hairuhusiwi tena kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata wewe na mimi, ili tuweze kubadilika, ni lazima tuanze kubadilisha fikra zetu. Tukibadilisha fikra zetu, vitu vyote vingine vitabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Uko kwenye chumba kimoja, usiogope. Usiogope. Chukua neno la Mungu, endelea kusoma. Mungu amesema kuna hazina ziko gizani, wewe uzioni. Kila unaposoma ni kama unapiga hatua. Na unavyopiga hatua na vile vitu vinapiga hatua kukusogelea. Unavyoendelea kusoma neno la Mungu ni kama unaendelea kupiga hatua. Unavyopiga hatua na vile vitu vinapiga hatua zaidi kukusogelea. Itafika sehemu vile vitu vyote sasa vinakuwa na wewe, kwa sababu umebadilika kifikra. Na nimekuambia si nguvu yako, ila ni uwezo wa Roho Mtakatifu utasababisha hiyo hali. Yani hiyo namna gani fikra zako zilivyo, ndo maisha yako yawe hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hello. Kuna mahali tunatoka, kuna mahali tunaenda. Kwa hiyo msikilizaji, kazi ni kwetu
kufanyia kazi. Mtumishi, Mungu akubariki sana, na nina uhakika kweli kweli tunapiga hatua. Kikubwa tulisome neno, lakini pia tubadilishe akili zetu. Yes. Yoyote mwenye swali katikati yetu, mimi naweza nikawa nalo. Mtumishi wa Mungu, hapa kwenye kulisoma neno, kuanza kuzijenga fikra zetu, kuanza kuimagine vile vitu tunavyovitaka. Ndio. Linaweza likafanana na la jana usiku, sijui kama wenzangu walikuwepo kwenye kusikiliza. Ili niweze kuvijenga, tunaona hawa waliokuwa wakijenga huu mnara wa Babeli. Ndio. Walifanikiwa. Ndio. Yani walifanikiwa kuimagine kwamba tayari Babeli ikawa pale, ule mji ukawa pale, na Mungu akaona wamefika mbinguni. Ndio. Sasa na sisi tunaanza hiyo kufikiria kwa level ipi mpaka yani hivyo vitu sasa viweze kuvaa mwili, vitokee, vionekane. Ni swali zuri sana. Amen. Kwenye kitabu cha Mithali 4:23 Biblia inasema, linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana ndiko zitokazo chemchem za uzima, au ndipo zitokazo vitu vya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Biblia inasema linda sana akili yako. Kwa Kiingereza inasema for out of it are the issues of life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo angalia sasa, Biblia inatusi tulinde sana akili zetu. Changamoto ya watu wengi, hawalindi akili zao. Kwa hiyo kuanza ile hatua kwanza ya kujenga ile taswira inakuwa ni ngumu. Hawalindi akili zao. Biblia anakuja. Biblia inasema ukilinda akili yako, linda sana akili yako, kwa maana chochote kinachoingia ndo kinasababisha maisha yako yatakuwa hivyo. Yani ndo chemchem za uzima zinapotoka. Yani kuna vitu vyote ambavyo vinakuzunguka vinatoka akilini mwako. Hali yako ni sawasawa na namna akili yako ilivyo sasa hivi. Ila sasa watu hawalindi akili zao. Wanaruhusu garbage yote, uchafu wote wa dunia uingie. Akiamka ameingia Instagram, ameingia Facebook, ameingia YouTube, ametoka hapo ataingia na TikTok. Anajaza ujinga wote wa dunia, vichekesho, vituko, nini. Maisha yako yatakuwa vituko. Yani sawa na unavojaza, yani vile vitu sasa vinakujaa. Bwana Yesu asifiwe. Hajalinda moyo wake, hajalinda akili yake. Amekubali garbage ikaingia, amekubali uchafu wote ukaingia, na kwa sababu hiyo ndo yani hilo ndo tatizo kubwa linalomfanya mtu asichukue ile hatua ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kuchukua ile hatua ya kwanza, unatakiwa kwanza uanze kwa kulinda moyo wako. Useme kuanzia leo, ili mimi niweze kuwa mtumishi. Na kuambia ukweli, nilikaa miaka kama 2 siangalii TikTok, siangalii Facebook, siangalii Instagram, hadi leo hii sina account. Yani ninao account yangu ya Instagram, ya Facebook, ya TikTok, zote zinaendeshwa na kijana ambaye ananisaidia kwenye media. Lakini I am never there. Siko pale. I don't want to be there. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwenye mitandao inakujaza sana habari mbaya. Bad news. Ukisoma leo utasoma ni ajali kule, kesho ni mtu kapigwa, kesho ni hiki. Yani ni bad news na umbea. Nikikaa na vile vitu ni viruhusu sasa viniingie, leo hii nisingekuwa mtumishi wa Mungu. Leo hii ungekuta labda na mimi nimekuwa mchekeshaji. Au ningekuwa comedian. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapo nina swali mtumishi. Ndio. Lakini huoni kwamba unahitajika pia kuweza kujua ulimwengu unaendaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni swali zuri, ila ni lazima kila mtu ajue nguvu alionayo. Mimi mnavyoniona hivi, bado sina nguvu ya kutosha ya kuangalia vile vitu alafu nisibadilike kuwa vile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana mimi ninaamini ya kuwa kuna vitu unavyoongea vinajenga ulimwengu wako, lakini vitu unavyoviona they build you up. Yani what you see and hear builds you up. Vitu unavyovitazama na kuvisikia vinakujenga wewe. Kwa hiyo sasa mimi bado sina nguvu ya kutosha kuviresist. Sawa. Unajua kuna mtu amesha kuwa na nguvu ya kutosha ya kuweza kushinda hivi vitu. Yani amekolea sana. Japokuwa bado vitamuaffect, lakini bado haviwezi kumuyumbisha. Bwana Yesu asifiwe. Mnavoniona mimi leo hii, mfano nikisema labda niangalie labda pornography,
mimi huyo kesho utakuta sasa ninaanza kuzini. Kwa sababu bado si nitakuwa na nguvu ya kutosha ya kushinda vile vitu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima mtu unajijua. Kwa hivi vitu unavyovitazama na unavyovisikia vinakujenga. Na kama Mwalimu, sorry, najua muda wetu umeenda lakini natamani tuweze kuclear kabisa hii kitu ikae sawa. Kwa ambaye anaamka asubuhi, yeye ni TikTok, yeye ni Instagram, yeye ni Facebook, anashinda huko. Maybe ni kazi namtaka akae huko, maybe ni kwa sababu dunia iko huko, inabidi na yeye akae huko. Unachotuambia ni kwamba ina maana huyu na Mungu vitakuwa ni vitu viwili tofauti. Au na nguvu za Mungu au na utendaji wa Mungu vitakuwa ni vitu viwili tofauti. Lakini tukirudi kwenye lile andiko la kwanza ambalo umesema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Na tunaona sasa hivi vijana wengi wanashinda huko kwa sababu wanakuwa impressed na vitu ambavyo watu wanavifanya kule. Mfano kijana anaonyesha ana Lamborghini, na yeye anaanza kuimagine kwamba na mimi nitakuwa nayo. Lakini ana imagine kwa kuiona Instagram. Haimagine kwa kuomba na kuona kwamba Mungu na mimi atanipa hiki. Je, huyu kijana hii Lamborghini ataiona au ataendelea kuiona Instagram lakini kwenye maisha yake hataiona kwa sababu si neno la Mungu? Hata iona. Kwa sababu gani? Huyu kijana sio kwa anakuwa na imagine na yeye ana Lamborghini. Yeye anakuwa na yeye anatamani kuwa nayo. Biblia inasema hiyo ni dhambi inaitwa covetousness. Covetousness ni ile hali ya kuwa na desire na kitu cha mtu mwingine. Kwa hiyo kwenye Instagram sana sana utajijaza na ile desire ya kuwa na ile mansion, ya kuwa na ile dress, ya kuwa na kile kitu, na ile earring, ya kuwa vile. Na pale unakuwa unatenda dhambi. Unatenda dhambi. Nilikwambia kwa kuna dhambi inaitwa covetousness kwa Kiingereza. Bwana Yesu asifiwe. Sijui lugha yake kamili ya Kiswahili. Yani ni tamaa au ni ile desire ya kuwa na kitu cha mtu mwingine. Yani kuwa na kitu ambacho kama mtu mwingine anacho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haitamjenga. Unatakiwa ukiamka asubuhi unaanza kusema, hii ni siku nzuri ambayo Mungu ameitengeneza. Kwa hiyo leo nitafanikiwa, leo nitashinda. Unaanza kutandika kitanda chako unasema, sawa sawa na ninavyopanga kitanda changu, vitu vyangu leo vimepangika. Amen. Ukifungua madirisha mwanga unaingia ndani kwako unasema, leo na mimi naenda kuangaza dunia. Sawa sawa na mwanga ulivyoingia ndani ya chumba changu, na mimi mwanga naenda kuangaza, ninakuwa nuru ya ulimwengu. Na mwanga unaingia kwenye maisha yangu, si nitaona giza. Kwa hiyo unatakiwa uombe bila kukoma. Kwa vile vitu vyote ambavyo unavifanya, ukioga, sawa sawa na unavyojisafisha unasema na mimi nasafishwa kwa damu ya Yesu. Amen. Unapiga mswaki, unatema uchafu, unasema maneno machafu na uchafu hautakuwa kwenye maisha yangu. Yaani unaomba kwenye kila activity. Unaomba kwenye kila activity. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana, kulingana na time inabidi sisi tuondoke hapa ndani, lakini tunaendelea kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kwa sababu kuna mahali tunatoka, na tunaamini sio sisi tu hapa studio, msikilizaji, na wewe pia kuna mahali Bwana anakutoa. Mtumishi wa Mungu, tukushukuru sana, lakini pia kwa kuhitimisha embo mawili matatu na msikilizaji akijua kabisa ya kwamba Jumatano tutakuwa na wewe tena hapa kuanzia 2:15 mpaka 3 kamili za asubuhi. Karibu. Amen. Basi nikusii uweze kufuatilia social media zetu. Unaweza ukaandika Mwalimu Carlson au Jesus is my Lord God Ministry. Ukipata mitandao yetu naomba ulike, ushare na usubscribe ili watu wengi zaidi waweze kutufahamu na waweze kujifunza. Basi tunaweza tukafunga macho yetu halafu tukafunga. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunasema ni asante mfalme wa falme kwa kipindi hiki. Tunasema ni asante Bwana kwa kuwa ni wewe uliyependa sisi tupate maarifa ili tuweze kutoka kwenye giza. Tunasema ni asante, sifa, heshima na utukufu zikurudie wewe mfalme wa falme. Asante kwa kututumia sisi wote kama vyombo vyako. Asante kwa Roho yako Mtakatifu aliyokuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mfalme wa amani, ninaomba kiu ya kusoma neno lako ikatujae. Ninaomba roho ya maarifa, ninaomba roho ya ufahamu, ninaomba roho ya ufunuo ikawe juu yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunaomba hekima zako zikatujae katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunakabidhi siku ya leo mikononi mwako. Tunaenda kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Amen.